Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Marko sura ya kwanza aya ya 21 hadi ya 28. Marko anazungumza juu ya Yesu aliyekuwa na wanafunzi wake wakiwa wameshika njia wakaenda hadi eneo linaloitwa Kapernaum. Kapernaum imetokana na maneno mawili. Karpe manake mji, alafu naumu manake naumu. Kwa hiyo Kapernaum ulikuwa ni mji wa bwana mmoja alikuwa anaitwa Naumu. Kapernaum palikuwa ni mahali ambapo Yesu alikuwa amepokelewa na Petro. Kumbuka nyakati hizo Yesu akiwa bado ni kijana ambaye alikuwa ana umri wa miaka 30, hajajenga nyumba. Eneo lake ambalo alikuwa anaishi ilikuwa ni Nazareti. Na kule Nazareti wameshamkataa, walitaka kumuua. Akakimbia katikati yao, akaja maeneo ya Galilaya, na aliyempokea kwenye familia aweze kupata mahali pa kuishi alikuwa ni Petro. Amefika pale Kapernaum kwa sababu Kapernaum ulikuwa ni mji wa Kiyahudi. Walikuwepo Wayahudi pale wakiwa wanavua samaki, walijenga sinagogi, na sinagogi hilo lilikuwa ni kubwa. Sinagogi palikuwa ni mahali kwa ajili ya kufundisha neno la Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, siku ya Sabato akaingia ndani ya sinagogi. Utaratibu wa sinagogi ulikuwa ni huu: yeyote yule mgeni ambaye amekuja na ana uwezo wa kuweza kutafasiri neno la Mwenyezi Mungu alikuwa anapata nafasi. Siku hiyo Yesu anaanza utume wake ndani ya sinagogi. Anafundisha neno la Mwenyezi Mungu. Kwa nini alianza kufundisha neno la Mwenyezi Mungu na kuanza kuwaponya? Tunaona umuhimu wa nguvu ya neno la Mwenyezi Mungu katika jamii na katika mahali pa ibada. Ukiona watu wanaanza kutangaza habari za uponyaji na hawana muda wa kuweza kuwafundisha neno la Mwenyezi Mungu, utambua hawapo katika njia ya Kristo. Njia ya Kristo, yeye alianza kwa kufundisha nguvu ya neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu liweze kuenea kwa wingi ndani ya mioyo yenu. Neno hilo likienea kwa nguvu ndani ya mioyo yetu, magonjwa na vitu vingine vyote havitakuwa na nafasi. Akiwa katikati ya kufundisha ndani ya sinagogi, ndipo watu wanashangaa ufundishaji wake, kwa maana alikuwa akifundisha kama mtu mwenye mamlaka, ambalo jambo hili hawajawahi kuliona. Wakaona kwao kitu kipya kimeingia huko. Na mshangao huu haukuishia tu kwa watu wale ambao walikuwa wakipokea neno la Mwenyezi Mungu. Mshangao huu unaenda hadi kwa mtu aliyekuwa amepagawa na mapepo. Anapiga kelele ndani ya sinagogi, tuna nini na wewe Yesu wa Nazareti? Wewe tunakujua mtakatifu wa Mwenyezi Mungu. Jambo la kujifunza hapa ni kubwa sana. Kumbe ndani ya sinagogi watu wamekusanyika kutafakari neno la Mwenyezi Mungu. Alikuwepo Myahudi ambaye alikuwa ana mapepo, ambaye alikuwa ni mgonjwa. Hawa wengine wanashangaa, lakini kumbe mapepo yanamjua Yesu hadi alikotoka. Tunakujua kwamba wewe Yesu ni wa Nazareti, nyumbani kwao Nazareti. Wanajua hadi nafasi yake ya kimungu ako nayo. Tunakujua kwamba mtakatifu wa Mungu. La kujifunza hapa ni hili: unaweza ukawa katika maisha yako unakataa kujifunza neno la Mwenyezi Mungu, lakini mapepo yanamjua sana Kristo, yanajua utakatifu wake. Unaweza ukakataa katika kuweza kutumia muda wako kwenda kumwabudu, lakini mapepo wanajua kwamba Yesu Kristo ni mtakatifu. Unaweza ukakataa, dunia ikakataa kwamba Yesu Kristo si Bwana, kwamba wakasema Yesu Kristo, wakatamka maneno mengine mabaya, lakini mapepo wanajua kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na ni mtakatifu wa Mungu. Angalia mapepo yanavyomjua Kristo, alafu wewe hutaki kuweza kumjua Kristo. Neno lake halikai ndani mwako kwa wingi. Wanakiri uweza wake, wanaomba kwamba tunaomba usituondoe mahali hapa. Lakini Yesu hakutaka katika habari za kuweza kujibishana na kuweza kuongea na yale mapepo. Anatoa amri moja tu. Mapepo wanapiga kelele kwa sababu walijua kwamba wakati wao umekwisha, unakuja wakati wa Masihi. Utawala wao umeisha, utawala wa Kristo unakuja kuchukua nafasi. Na ndivyo ilivyo hadi sasa. Na ndivyo ilivyo hadi katika dunia sasa. Tupo katika dunia ambayo inakataa utawala wa Kristo. Tupo katika dunia ya watu ambao mara kwa mara wanabeza utawala wa Kristo. Lakini nataka nikueleze kwamba kama mapepo walishakiri kwamba utawala wa Masihi ukija wao hawana nguvu,
basi Kristo ataendelea kutawala milele na milele, na ndivyo ilivyo mpaka atakapokuja. Yesu anatamka sentensi moja tu na mapepo yanaondoka. Kwa nini mapepo waliondoka wakati sauti ya Kristo na mamlaka yake? Nyakati hizo ambazo Yesu alikuwa anafanya huduma hiyo, walikuwepo watu ambao walikuwa wanatoa mapepo, kwa sababu katika dini ya Kiyahudi waliamini juu ya uwepo wa mapepo yaliyokuwa yanakaa jangwani. Hawakupenda sana mtu atembee jangwani usiku, kwa sababu angeweza kuvamiwa na mapepo. Waliamini juu ya mapepo ya kiume na ya kike, wakiamini kwamba mapepo ya kiume yalikuwa na ukorofi na mapepo ya kike yalikuwa na nywele ndefu. Si waseme wale watu wenye nywele ndefu. Na waliamini kwamba mapepo haya ya kike yalikuwa yanavamia watoto, ndio maana ikabidi watoto wadogo waombewe sana kuweza kuwa na malaika walinzi. Yesu anapokuja hapa katika kuweza kumtoa huyu mtu mwenye mapepo, anatumia mamlaka yake ya kimungu ako nayo. Kuna watu ambao walikuwa wanatoa mapepo kipindi hicho kwa maneno mengi sana ya ajabu. Walikuwa wanatoa pepo kwa kutumia formula na miiko mbalimbali. Nyakati hizi ukiona kuna watu wanakuja na habari za kutoa mapepo kwa kutumia maneno mengi, kwa kutumia formula, kwa kutumia miiko na kuja na vitu vya ajabu, utambue hao hawapo katika njia ya Kristo. Wale wote ambao katika njia ya Kristo, maneno yao ni mafupi na yenye mamlaka na vitu vyote vinakuwa sambamba. Sentensi ya Yesu ilikuwa na mamlaka ya uponyaji na ilikamilisha mambo yote yakakaa vizuri. Katika siku ya leo, ambatana na Kristo. Ambatana na neno la Kristo. Mabaya yote ambayo yako mbele yako yatakuwa hayana nafasi. Kubali kutumia muda kumwabudu Kristo na kumsujudia. Ujifunze sana katika habari zake, kwa sababu kuna watu wengine, kuna nguvu zingine za pembeni ambazo zinamfahamu Kristo zaidi kuliko wewe. Vile vile pia ukubali kumpokea Kristo kama Petro alivyompokea nyumbani kwake pale Kapernaum kwenye familia yake, na Yesu katika ule mji akaenda akawaponya watu wengi ambao walikuwa wana uhitaji huo. Hata kama unakwenda kila siku katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, kwenye sinagogi, kwenye kusanyiko la watakatifu wa Mungu, lakini neno la Mwenyezi Mungu haliko ndani mwako, utakuwa kama yule mtu ambaye alikuwa ndani ya sinagogi lakini alikuwa na mapepo. Neno la Mwenyezi Mungu likaa ndani mwako kwa wingi, hivyo vitu haviwezi kuwa na nafasi ndani yako. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.